Mtaguso wa pili wa Vatikani na Majilio. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Imani Hai Online TV popote pale ulipo, tumsifu Yesu Kristo. Hewani kipindi ni Majilio, mwanga wa matumaini. Mtaguso mkuu wa Vatikani mtaguso wa pili wa Vatikani ambao ulifanyika kati ya 1962 mpaka 1965 umeweka misingi kadhaa na miongozo ya kufuata katika kuelekea maadhimisho bora na sahihi ya kipindi bora na murua, kipindi cha imani hai, kipindi cha ukomavu katika roho na matarajio ya kweli ya kumngojea Masia, mwanga usiozimika, kipindi cha Majilio. Katika marekebisho yaliyofanywa kwa agizo la mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano ambao ulianza kati ya 1962 mpaka 1965, imewekwa wazi kwamba aina zote mbili za ujio wa Kristo. Dominika ya kwanza huanza kwa mkazo mkubwa wa kuwataka Wakristo wote kukesha, kuwa tayari daima kwa ujio wa pili wa Kristo pale atakapokuja katika utukufu. Ujio huo utakuwa wa ghafla, unalinganishwa na mtego unavyonasa kama mtego wa ndege hivi au mtego unavyonasa mnyama, ukisoma Injili ya Luka sura 21 aya 34, au kama vile mwizi ajapo kuiba bila mwenye nyumba kujua, unarejea Injili ya Luka sura 12 aya ya 51 mpaka aya ya 40. Kipindi cha Majilio kinatukumbusha wajibu wa kuishi daima katika imani, sala na matendo mema. Sehemu ya pili ya kipindi cha Majilio, hasa kuanzia Dominika ya 17 kuanzia tarehe 17 Disemba, tunajiweka tayari kwa kuadhimisha sherehe ya Noeli ama Christmas. Hata hivyo, katika liturujia ya Roma ambayo huadhimisha kipindi hichi sio kwa kutubu kama inavyofanyika wakati wa Kwaresma, bali kipindi cha kujiandaa kiroho kumngoja Bwana kwa imani, sala na sakramenti. Majilio ni kipindi cha kumngoja Bwana kwa imani, matumaini na matendo mema. Kwa ndugu zangu, tunaona mtaguso mkuu wa Vatikani ambao ndio una dira yetu sasa. Kanisa la leo unaeleza kwamba Majilio yamegawanyika katika vipindi hivyo viwili, vipindi ambavyo vinatujenga katika kumngoja Kristo, lakini pia vinatusaidia kufanya tafakari nzuri na yakina ya ujio wake wa kwanza, lakini na ujio wake wa daima, ambapo anatujia sisi kwa kupitia sakramenti zake, kwa kupitia mkusanyiko wetu. Tunapokusanyika 2 au 3 kwa jina lake, yeye anakuwa pamoja nasi, yeye anakuwa kiongozi wetu, yeye anakuwa mwalimu wetu, yeye anakuwa mfalme wetu, na yeye anakuwa yote katika maisha yetu ambayo yanaendelea. Nikutakie tafakari njema popote pale ulipo. Usiache kufanya toba, usiache kusali pamoja na familia. Masia wetu.